walipokuwa wakitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata, na tazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia. Nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mkutano wakawakaribia wanyamaze, lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, Bwana, mwana wa Daudi. Yesu akasimama akawaita, akasema, mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, twataka macho yetu yafunguliwe. Yesu akawahurumia, akawanguza macho yao. Mara wakapata kuona, wakamfuata. Mungu nakushukuru, nasema asante. Neno lako limeshuka siku ya leo Bwana. Mungu, hakika neno lako limetumana hapa siku ya leo Bwana. Ninaomba Mungu wa mbinguni, tuomba neno lako unaponena nasi, watumishi wako wakaweze kusikia kutoka kwako Bwana. Kama tuko na upofu wa kiroho Bwana, ukaweze kutuondolea Bwana. Neno lako likafanye kazi mahali hapa na kwa nyumba zetu na kwa jamii zetu na kwa ndoa zetu Bwana. Asante Bwana na Bwana, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, tuseme amina kubwa. Kwa hivyo neno la Mungu nasema namna gani? Ya kwamba hata walipokuwa wakitoka Yeriko, akina nani? Yesu alipokuwa akitoka Yeriko, watu wengi wakamfuata Yesu. Mkutano mkubwa ukamfuata Yesu ili waweze kusikia kutoka kwa Yesu. Ni mambo gani Yesu anayafanya? Ni mambo gani Yesu anaenda kuyatenda? Kwa hiyo mkutano ukamfuata Yesu wakati alikuwa anatoka Yeriko. Kwa hiyo ujumbe wetu wa siku ya leo, tunaambiwa ya kwamba palikuwa na watu wawili ambao wako na uwezo wa kuona, ambao macho yao ilikuwa imefungana. Bwana asifiwe sana. Watu wawili ambao walikuwa wanakaa kando ya njia wakiomba kwa sababu hawakuwa na ile uwezo wa kuona. Kwa hiyo wale vipofu wakawa wanapitia hali ngumu. Mtu ambaye haoni anapitia hali ngumu kwa sababu haoni ni nini iko mbele yake, haoni ni nini ambao watu wanaangalia. Lakini habari mzuri ni kwamba hata kama watu wanaona, kumbe masikio yao ilikuwa inaweza ikasikia. Ni kwanza neno linasema wakati walisikia tu Yesu Kristo anakuja, wakapaza sauti zao ili hiyo sauti imwendee Yesu, hiyo sauti imfikie Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wao walitambua ya kwamba ingawa sisi hatuoni, ingawa sisi ni vipofu, tunajua ya kwamba sauti zetu tukizipasa zaidi, huyo Yesu atasikia, na Yesu atatunguza, na Yesu atatuponya. Ninanena na mtu mahali hapa ambao akiangalia mambo haoni mbele, akiangalia ndoa yake, akiangalia nyumba yake, inakuwa ni kama haoni mbele, kwa sababu amefungwa kiroho, hakuna upofu wa kiroho. Nimekuja nitangaze Yesu ni Bwana, nimekuja nitangaze Yesu wa kweli, ambao Yesu siku ya leo anaenda kukunguza. Akiguza maisha yako utaona mbele tena, akiguza ndoa yako utaona mbele yako, akiguza biashara utaona kesho yake, kwa sababu neno linaniambia hata kesho yako itakuwa njema kuliko leo. Bwana asifiwe sana. Watu wawili walikuwa nakaa kando ya njia, walikuwa nakaa kando ya njia. Ni vipofu, hawaoni ni nini inatendeka, hawaoni ni nini inaendelea, lakini wakasikia habari ya kwamba Yesu mwana wa Daudi
anakuja. Waliposikia Yesu anakuja, wakajua leo ni leo, lazima sauti zetu tuzipase kwa Bwana ili atusikie. Lakini neno linasema ule mkutano ulipofuata Yesu ukajaribu kuzima wale watu ili wanyamaze, ili watu kupasa sauti. Lakini neno linaniambia wale watu wawili wakajipea nguvu, wakapasa sauti ili Yesu asikie. Jina la Bwana lipewe sifa. Yani watu sikiwa kwa namna gani? Yani wale vipofu wamejua Yesu anaponya na Yesu amekuja, na kama amekuja lazima anatuponya. Lakini ule mkutano hautaki wale watu waponye, hautaki wale watu hata wakaribie Yesu. Kuna watu ambao hawataki ukaribie kwa Bwana, hawataki uokoke. Ukiwa umeokoka wanakusengenya, ukiwa unaenda kanisani wanakusengenya, kwa sababu wako na ile roho ya mpinga Kristo. Ninakuambia ile mkutano ikajaribu kupinga wale vipofu ili wasipate sauti, lakini leo ninaambia wale vipofu wakapata sauti zaidi kuliko vile walipata mwanzo. Bwana asifiwe. Je, kwa nini ninyamazishwe na maadui? Je, kama nilikuwa ninamtumikia Mungu, kama nilikuwa ninaenda kanisani, je, kwa nini nisikie sauti angani? Kwa nini nisikie sauti za adui na waninyamazishe? Inawezekana kuna watu wanajaribu kukunyamazisha. Siku ya leo nimekuja nikwambie usinyamaze. Badala ya kunyamaza, pasa sauti zaidi. Wale vipofu wawili waliponyamazishwa, badala ya kunyamaza walipasa sauti zaidi ili sauti mfikie Yesu. Siku ya leo tumefika kwa nyumba ya Bwana kwa ajili ya kupasa sauti ikamfikie Bwana, tukamwambie Bwana, Bwana turehemu, Bwana tunakuhitaji kwa ajili ya nyumba zetu. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo wale watu walijua ya kwamba mponyaji amefika, na sisi lazima tuitane. Hata kama ni mkutano, hata kama inatunyamazisha, hata kama inatukemea, sisi hatutanyamazishwa na yeyote. Sisi hatutanyamaza. Ni wangapi ambao wanasema hata wafanyiwe nini hawatazimwa katika jina la Yesu? Wako wapi ambao ni wamcha Mungu? Wako wapi wanaofanya kazi ya Mungu? Ili kuanzia siku ya leo sauti yoyote ya angani, sauti za maadui zikijaribu kukuzima, usisikilize adui anapokata tamati yako, anapokukatamisha, anapokata uhusiano wako na Mungu. Usijaribu kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Yesu ni mwaminifu. Yesu ni mtenda maajabu. Yesu mwana wa Mungu. Kwa hiyo wale vipofu wawili walikuwa wanakaa kando ya njia, wanajua sisi hatuwezi tukaona, lakini kusikia habari ya Yesu anakuja, wakajua leo lazima Yesu atukuje. Kwa hivyo sauti ambayo ilipasa kwa Yesu ilikuwa inasema namna gani? Ilikuwa inasema hivi: Yesu mwana wa Daudi, utuhurumie. Yesu mwana wa Daudi, utuhurumie. Wako wapi ambao wataitana siku ya leo wamwambie Yesu mwana wa Daudi, nihurumie kwa ajili ya ndoa yangu, nihurumie kwa ajili ya kazi yangu? Wako wapi wataupasa sauti zao kwa Bwana wamwambie Bwana, Yesu mwana wa Daudi, nihurumie? Bwana asifiwe. Kwa hiyo walipasa sauti zao wakiomba kitu kimoja, Yesu awahurumie. Na Yesu aliposikia sauti za wale vipofu, yeye aliposikia alitenda mema. Aliposikia sauti za vipofu akawauliza, je, mnataka niwafanyie nini siku ya leo? Ukaitana kwa Yesu kwa sababu Yesu kuna jambo anaenda kukutendea. Bwana asifiwe sana.
Usipomwambia Mungu nitendee hivi, usipomwambia Yesu nikuze, atapunguza. Kuna yule anasema najua Mungu anajua hali yangu, najua Mungu anajua hii mateso ninapitia, kwa hiyo acha nikae chini tu, kwa sababu anajua atakuja kunikomboa. Hapana, lazima ung'ang'ane, lazima ukimbie kwa Bwana, lazima umwite Yesu. Wale vipofu wawili kama wangemuita Yesu, Yesu angesikia. Kama wangesikia sauti za ule mkutano ikiwakemea, ikiwaambia wanyamaze, wale vipofu wangenyamaza, na wakinyamaza Yesu angewaponya. Lakini kwa sababu ya kupasa sauti, Yesu aliwaponya. Siku ya leo pasa sauti yako kwa Bwana. Usiseme Mungu ananijua, usiseme Mungu anajua yangu, usiseme Yesu anajua mateso yangu. Ati ukae tu. Siku ya leo mwite Yesu. Ndiposa Mungu akamwambia Yeremia, ukisoma Yeremia 33 mstari wa 3, Mungu akamwambia Yeremia, niite nitakuitikia. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajua hali ya Yeremia akiwa gerezani, lakini akamwambia niite. Kwa hiyo kwa nini Mungu angesaidia Yeremia? Alimwambia niite kwanza. Mungu alikuwa anajua Yeremia anapitia mateso. Mungu alikuwa anajua Yeremia hapo kwa gereza. Mungu alikuwa anajua Yeremia ile hali anapitia ni mbaya, lakini kitu ya kwanza akamwambia Yeremia, niite nami nitakuitikia, nami nitakuitikia. Siku ya leo ukamwite Jehova na atakuitikia, ukamwite Bwana atakuitikia. Hiyo hali yako haijalishi ni hali mbaya, haijalishi ni hali ya kukataliwa, haijalishi ni hali ya umasikini, haijalishi ni hali ya kudharauliwa. Siku ya leo ukapata sauti kwa Bwana, kwa sababu atakurehemu. Atarehemu biashara yako, atarehemu ndoa yako, atarehemu watoto wako, atakurehemu. Kama unaamini sema amina kubwa, atakurehemu. Yesu ni mwaminifu. Kwa hiyo wale vipofu wakasema, utuhurumie, utuhurumie tu, utuhurumie tu. Tukamwambie Yesu tu atuhurumie siku ya leo. Tukamwambie Yesu tu ahurumie kanisa lake. Tukamwambie Yesu tu ahurumie watoto wetu. Tukamwambie Yesu tu atuhurumie. Na kaenda kutuhurumia wale vipofu wawili walipopata sauti zao. Yesu akasikia, akawauliza, je, mnataka niwafanyie nini? Mnataka niwafanyie nini? Yesu siku ya leo anakuuliza, mtumishi wangu, unataka nikufanyie nini? Yalete yote mbele za Bwana. Kama ni ndoa, ilete mbele za Bwana. Umwambie Bwana, nataka ndoa yangu ifunguke, nataka biashara ifunguke, nataka hata niende ng'ambo, nataka Mungu wa mtoto wangu wasaidie. Bwana asifiwe sana.